kubwa. Kikao 045 power. Unajua tumepata madaraka 1963. Jana tulikuwa tunasherehekea Madaraka Day. Si ndio? Yes. Sasa nyinyi mkiona tumekuwa huru as a country, tumepata independence ya ukweli ama bado? Bado. Anyway, sasa pale jana tuliona Rais Ruto akifungua Madaraka Day kutoka Wajir County, Northeastern Kenya. Kweli. For the first time a national event imekuwa held at the north side of Kenya. Na hiyo inaonyesha kwamba Kenya tunazidi kusonga. Tunazidi kusonga. Yaani ndugu yangu, najua kwa marais wote since 1963 wazungu wakaachia Jomo Kenyatta, si ndio? Jomo Kenyatta akaachia Moi. Moi akaachia Kibaki. Kibaki akaachia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akaachia saa hii William Ruto. But kwa marais wote ati Ruto ndiye amekuja tu kujenga stadi Wajir County. Kwani oria wachezaji ball hiyo ni kutubeba ufala. Ni sawa tu. Kwa sababu gani? Kama coordinate. Huko mahali kuna joto watakimbia saa ngapi? Unajua stadi nimekuja kwa sababu ya hiyo ni AI. Tumekuwa na security kidogo. Hiyo ni AI. Security Sasa si unaona tunazidi kusonga za country. Hiyo ni AI. So William Ruto ndio rais tu amejenga stadium Wajir County. Na hiyo tunampa kongole. Kitu tu tungependa kujua ni pesa ngapi ilitumika. But anyway, we have a stadium in Wajir County. Tunataka talent ikuzwe kila mahali. Bila hapa Gusii Stadium saa hii kuna ingine inaendelea. Inabomolewa. Stadi bana, wewe tembea bana. Nafanya tembea. Hizo ndio research mnafaa mfanye. Ile barabara. Stadi inajengwa hapo chini. Wameanza kujenga. Anyway. Unaona? Sawa. Sasa tangu huyu William Ruto aingie rais, hii ni mwaka wangapi? Wa 4, the 4th year. Sasa ukiangalia Of the last term, ile bottom up Ruto alikuwa na preach. Sasa hii Ruto amejenga masoko Kenya mzima. Moja nikianza na moja iko hapa kwetu Nyakoe. Yenye alikuja akafungua. Hiyo ni soko ambayo wamama wataenda huko wafanye biashara yao ndogo ndogo, wauze mboga, wauze soko Nyakoe iko sawa. Ukienda hapa Road Kopanyi, Homa Bay County, masoko ziko hapo huyu jamaa amejenga. Na hiyo inajengwa Kenya mzima. Haya, ukuje story affordable housing. Affordable housing, saa hii Kenya ni construction site. Hata president anawaambianga bana. Zingine hata mmoja ziko pale Nyancho, hata mkiangalia kwenda huko mtaziona. Zinapanda. Ukienda hapa Manga hapa anajenga affordable housing. Na mnajua hizo nyumba zikijengwa, si anipe moja. Hiyo ndio apply kwa ile boma yangu ndugu yangu. Lakini ngoja, huyu jamani kama amekuja kukampenia Ruto. Ni sawa tu, ni sawa. Ndugu yangu. Hii ni bunge. Hata auze kwa yake. Nitakupa wakati udismiss hizo vitu zote nimesema. Na ndio maana tunasema aje saa hii Kenya watu wamesoma. You don't need a politician to tell you ama akupe information ati nini inaendelea. Ingia kwa simu yako, angalia huyu jamaa amejenga masoko ngapi Kenya. Angalia affordable housing zinajengwa wapi Kenya. Pesa ngapi zinapotea Kenya. Na hiyo pia angalia pesa ngapi zinapotea Kenya. Wacha kungoja mtu akwambie. You can get the information on your own. Wamama wangapi wanauawa Kenya? Hizo zote. Watoto wangapi wanakuwa hizo zote you can get them. But at the end of the day, tutapata kwamba maendeleo imezidi hizi vitu zingine. Bunge power. Bunge power. So sasa ndugu zangu, huyu Ruto ndio mumtoe hiyo one term mnasema. Lazima pia nyinyi mkuje mseme hii opposition yetu ikitoa affordable housing ya ujamaa ita replace na hii. Hizi mastadi anajenga, kama wataacha kujenga mastadi watatuambia watajenga nini? Unaelewa? Kitu kingine, huyu William Ruto bado hii opposition yenu haiko united. Na mimi nimeshinda nikiwaambia opposition haiko united. Na unajua ni kwa nini nasema opposition haiko united? Angalia saa hii story ya Olkalau saa hii. Saa hii Olkalau kuna by election, si ndio? DCP walikuwa wameelewana na kina Jubilee wasiweke candidate. Si ni ukweli? Lakini saa hii Jubilee wameweka candidate Olkalau. Si ndio? Saa hii DCP na Jubilee zitapigana Mount Kenya. Na Jubilee na DCP zikipigana Mount Kenya, huyo ni Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta wanapiga. Na Uhuru Kenyatta ana sponsor nani? Kijana yetu hapa Kisii, Fred Matiang'i. Si ndio? Uhuru atapea Fred Matiang'i pesa aende ballot. Hiyo kichwa ngumi ya Rigiji ataenda support Kalonzo Musyoka.
na hivyo ndio William Ruto atapiga kidole arudi tutam. Kalonzo anataka pia yeye. So hivyo hii story ni ile ya Uhuru Kenyatta yangu 10 ya Ruto bunge power. Hiyo tumezana hiyo. Bunge power. Bunge power. Asante sana Mr. Speaker. Ningeanza na hoja number 1. Juu ya makubaliano ya Marekani na Kenya juu ya kuleta wagonjwa wa Ebola kutoka Marekani wakuje quarantine hapa Kenya. Bunge power. Bunge power. Tangu Kenya izaliwe tunajua Kenya kuna vitu tuna export na Kenya kuna vitu tuna import. Bunge power. Tunajua sisi kama Kenya tuna export kitu kama majani chai, tuna export kitu kama kahawa, tuna export na vitu vingine kama soapstone among others. Bunge power. Na tuna import kitu kama magari na vitu vingine samana. Lakini tumeshangaa regime ya His Excellency the 5th President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is a doctor. Yeah. Is a doctor. Is a doctor. Of what? Anapoenda kuleta wagonjwa wa virusi vya Ebola anakuja kuwatibu. Anakuja kuwatibu. Bunge power. Bunge power. Sijui kama ameelewa maana ya Ebola. Jinsi madhara yake ni ikoaje. By the way, Ebola ni ugonjwa mbaya. Inasemekana kulingana na wasomi wa madaktari ambao wanaelewa Ebola haina tiba. So ikikupata uweke quarantine ukufe. Kama Ebola hajafika Kenya, Mheshimiwa Rais wetu tunakuomba hayo maneno na virusi za Ebola wacha wasungu wakufie kwao. Bunge power. Bunge power. Hoja number 2. Kuna kijana ametoka kwa floor hapa amesema ya kwamba Rais wetu Ruto amefanya mengi. Tunasemanga ya kwamba Mugala muue na haki yake ni nini? Mapewe. Ningepata nafasi ya kupea advice Ruto. Ningepata nafasi ya kupea advice Ruto. Ruto, in fact, Ruto ako na mdomo tamu kama sukari. Ruto angefanya kazi vile anaongea. Ningempea tutam. Ruto angefanya kazi vile anaongea. Tutam. So naambia Ruto, rudi, enda pitia your speeches. Fanya kazi vile unaongea. Juzi alikuwa Kisii hapa. Bunge power. Unasikia hapa nimewapea mamilioni, hapa nimewapea mamilioni. Vile alitoka mpaka saa hii hatuchana mamilioni. Suneka airport hapa tuliona matrakta sasa hizi imetoka. Bunge power. Kulikuwa na njia mingi alikuwa na launch matrakta sasa hii hakuna. Bunge power. Ruto angefanya kazi vile anaongea. Ningekupea tutam. Pata ungekuwa the best president among others. Lakini sasa hii unaongea mambo tamu, unatupea hope, unatenga lakini haufanyi. So kitu iko president. Angalia speech zako vile unaongea ufanye hivyo. Bunge power. Sasa hii ni onyo kali. Onyo kali. Onyo kali kwa nchi ya Tanzania na wananchi wa Tanzania. Bunge power. Kuna kitu nimejaribu kuweka nimeshindwa kuweka. Nikilala usiku naota ndoto, nikitembea kwa njia nasikia ndani ya akili yangu. Bunge power. Mama Suluhu. Nimejaribu kunyamaza nisiongee kitu lakini nimeshindwa. Leo hii wacha niongee kinitoka. Bunge power. Sema. Bunge power. Bunge power. Hii ni onyo kali kwa rais wa Tanzania na wananchi wa Tanzania. Juzi yule sio Samia Suluhu. Yule ni Samia Suruali. Sijui nimuite aje. Bunge power. Juzi wakati rais wa Kenya amekaa pale Tanzania, nikaona yule mama muuaji Idi Amini mama ameua wa Tanzania 29 Oktoba, hatujasahau. Aliua wa Tanzania zaidi ya 10,000. Bunge power. Bunge power. Akaua Gen Z zaidi ya 10,000. Mama mwenye anasikia uchungu wa kuzaa. Bunge power. Nikasikia akiambia Ruto ya kwamba eti akuje kuua Gen Z wa Kenya.
Huyo mama raniwe. Eti Ruto akuje kuua Chenisiwa, ati anapeana advice, anapeana ushauri. Punge power. Wacha niambie Mama Samia Suluhu. Hakuna siku Tanzania itakaa kama Kenya. Punge power. Na Kenya sio Tanzania. Maana mahali Tanzania iko saa hii ni mahali miaka 80 tuliyopita huko nyuma 1960s wakati wa wakoloni. Punge power. Punge power. Wakati wa wakoloni 1960s. Ndio Tanzania iko na sisi tuko mbele miaka 80 na punge power. Punge power. Wakati wa beberu wakoloni walikuwa wanakaa kwetu, tunawafanyia kazi, wanatutwanga, wanatuua, wanatukecheli. Punge power. So Mama Samia Suluhu, huo upumbavu wa Kitanzania unaua. By the way, punge power. Just imagine tarehe 29 Oktoba Mama Samia Suluhu aliua zaidi ya Watanzania 10,000 na akawasika wenyewe. So mpaka saa hii familia wanaomboleza wapendwa wao walikufa wakasikwa na huyo gaidi. Mama gaidi wa Kiafrika. Hatujasahau. Punge power. Punge power. Mama kana akili. Kama una akili tutakufundisha akili. Punge power. Punge power. Tutakufundisha tabia. Kumbuka Kenya ni capital city of East Africa. Punge power. Wewe angalia Afrika Mashariki ni nchi gani? Iko na uhuru. Angalia hapa ni Kenya, tunaongea, tunakosoa rais, tunakosoa upinzani. Ya mwisho. Wale viongozi wa Kenya wa upinzani. Mimi ni mwanachama halisi wa chama cha upinzani hapa nchini Kenya. Punge power. So tuko pamoja kwa alternative opposition government. Punge power. Lakini kuna upumbavu mwingine naona katikati ya chama yangu. Punge power. Kama Rigathi Gachagua, kama Matiang'i, kama Martha Karua, kama Kalonzo, kama akina Sifuna, akina Orengo, tukae pamoja. Maana tunayepigana naye sio mchache, tunamuelewa. Punge power. Tunayepigana naye sio, hebu niwaulize, punge power. Kama Ruto alikuwa nje ya serikali, Raila wakaungana na Uhuru akiwa ndio kiongozi wa nchi. Punge power. Ruto akatoka nje kawatoa ndani. Sasa ni wamtoe ndani. Punge power. Punge power. Ndio nasema sisi kama watu wa upinzani tuwe pamoja. Mukifanya makosa eti timu Gachagua na timu Matiang'i na timu akina Sifuna, ndugu yangu Ruto atakuwa ndani mapema. Punge power. Punge power. Lakini na wasina kwa warai na kuwaomba ya kwamba sisi kama upinzani tushikane pamoja. Matiang'i, akina timu Sifuna, timu Martha Karua, timu Kalonzo, timu Gachagua, tukiwa pamoja saa 2 asubuhi Ruto atakuwa Sugoi akielekea kwenda huko Uganda. Punge power. Punge power. Thank you very much. Asante. Punge power. Punge power. Mimi ndio Evanso. Mwenyewe. Nilikuwa nataka kuambia mwenzangu anasema ati Ruto alikuwa nje na Raila walikuwa ndani wakashindwa kubeba hiyo kiti. Nilikwambia Ruto aliiba. Sasa hii raundi tuko na mashine anaitwa Fred Okengo Matiang'i ameivana IT. Huyu mzee ameivana. Aliwaambia alilinda exam na kuibiwa. Huyu anaelewa IT. Unajua Ruto anaelewa IT. Anaenda kuleta hao wazee wa Venezuela. Ndio nilikuwa nakwambia ongoja hii season uone. Ruto hataona kitu. Kwa hivyo sasa kitu nilikuwa nataka kuzungumza ya kwanza nilikuwa nasema wale watoto walichomekea huko Nakuru Utumishi Academy. Tunasema kwa familia tunasema pole sana. Kweli. Na tunaomba wanafunzi kweli msiwe mnakuwa na hiyo tabia yenye mnachomea wenzenu kwa dom. Tunawaomba muache hiyo mchezo. Hii inji ni yenu. Hii inji ni yenu. Ukijaribu kuchoma inji yako, jiulize unaenda wapi? Hao watoto kama walihusika kuchoma hao watoto wenzao, hiyo ni disappointment.
It's an abomination. It is an abomination. Hatuwezi kubali watu wanafanya hiyo vituko. Jiulize, ni watoto wenu wamechomewa mahali, itakuwa aje? Kwa hivyo hao watoto walikosa, na tunawaomba msikuwe na hiyo tabia. Swali lingine nilikuwa nataka kuongezea ni story ya rais kutuambia ati Ebola imeingia Kenya. Sisi hatuoni kama Ebola hiyo inafanya kazi kweli. Yaani anaweza leta watu kutoka nje, anaacha huku Kenya wakiwa wamegonjeka ya homa, anatuambia ni Ebola. Na sisi kama tutakuwa na hiyo Ebola hapa Kenya, wenye tutakuwa na Ebola watabebwa na mandege wachukuliwa Amerika, wakaa huko juu nao watibiwa na Amerika. Juu kama anatoa watu wa Amerika analeta hapa Kenya ati wako na Ebola. Kwani hapa ndio madawa iko? Ameacha Oxford huko. Hapa sio dumping site bwana. Huko hapa ni dumping site, watu wanakuja kurushwa. Ameacha watu Ebola huko Oxford, ndio daktari wako huko wenye wanaelewa. Na wanajua vizuri hapa haina kiwa. Alafu wanaleta huko, anatuambia tu quarantine. Quarantine ya nini? Tunakungoja ole karau kwanza tuchukue hiyo kiti, ndio tunaongoja. Unatuambia tuingie quarantine. Hiyo kiti kwanza tunataka iende na DCP. Hiyo ndio tunataka, tunaongoja hiyo kiti. DCP kwa si Jubilee. DCP ichukue hiyo kiti. Jubilee ndio yeye. Jubilee ndio yeye. Ni yetu, lakini tunataka DCP kwanza amuonyeshe juu yeye ndiye akopita na yeye. Yeye ndiye alimsumbua. Bado ni sisi. DCP kichukua bado hiyo ni sisi. Ongoja, DCP simamishe. Jubilee simamishe. Bado mnaomba DCP. Lakini DCP iko na stamina kushinda Jubilee. Ndio tumesema DCP at least hiyo tunaipea hongera. Lakini kitu tu wanasema Rais William Ruto hakuna kitu yenye atachukua next, ni hiyo yenye alichukua ile ya kwao peke yake, ile ya Ngeno peke yake, na ilikuwa 50-50. Na hiyo ilikuwa 50-50. Kwa hivyo sisi ni vile taanza tunasema Ruto ni one term. Sisi hatutaki kujua. Kosi wanasema ni one term. Central wanasema ni one term. Western wanasema, hata kwao Rift Valley wanasema ni one term. Sisi tuna make sure. Mimi kama mimi William Ruto, mimi nilikupigia kura vizuri sana. Lakini mimi wa kwanza kutoka kwa hiyo regime yako. Hiyo regime yako si regime yenye inaweza saidia binadamu. Sasa hii watoto, sasa hii watu wanahangaika hapa, ulikuwa unasema at bottom up. Sasa hii finance bill ya 2027, 2026, 2027. Sasa hii hata inakaa mbaya hata kushinda ya 2024. Hata ni heri turudi ile ya 2024. Hii ndio mbaya kabisa. Sasa anakata kama ile kisu gani ile? Yaani machete. Tunatumia ile machete ile kubwa. Sasa amesema eti sasa ameachana na Pampers. Ya Pampers ni hao watoto wenye wanachifungua fungua hapa juzi. Lakini wameachana nayo. Sasa ameenda kwa mama huyu, mama mkulima huyu. Huyu mwenye alisema mama mboga ndiye atainua. Ameenda ameongeza VAT kwa mayai. Ameongezea mama, imagine. Alafu ameweka animal feedings. Sasa huko ndiye amerusha VAT ya kutosha sasa. Hivyo tunasema hii kwanza, hii finance bill inakuja ya 2026, 2027. Wacha nikwambie Rais William, bado tuko kwa njia. Ulisemanga ulitoa sufuria. Ulisema ulitoa sufuria ukaichukua huko usini Bondo ama ni wapi? Bado sufuria ziko ulipakisha. Ulipakisha sufuria. Na lazima kama uta change hiyo, wakienda kupitisha hiyo finance bill then lazima tuingie kwa uwanja. Hivyo. Mane. Bunge power. Bunge power. Sasa nataka kusema kitu moja. Sema. Shida ya security ya William Samuel Ruto, he has got a CS wa interior mwenye incompetent, who is childish, naive, and native. Murkomen ako excited because ya hii security yake. Tunasema ni one term. Murkomen abadilishwe. Murkomen yeye ni waziri wa sherehe. Murkomen ni waziri wa sherehe. He likes partying after party after party. Yani Murkomen ni waziri wa after kazi. Wa sherehe. Murkomen ako excited because of the position. He has never handled this office before. Very true. Murkomen, the interior position needs a person who mwenye ako mature. Murkomen sote tu mature. Murkomen anafaa pewa waziri ya youth and affairs na sports, ndio waachane wa mambo ya. Tunasema Murkomen aende nyumbani bado, na William Samuel Ruto ni one term. Thank you very much. Najua mimi mama naenda kuuza wewe. Mzee, kazi yako imekuruka. Imekuruka.
Hii kazi imekuruka. My name is Dominic Oyeko. Kazi yako imekuruka. Hadi mzee anakuwa mkazi peke yake ilikuwa 50 bob. Imena 70. 70 bana. Sasa wewe. Imekuwa ndogo. Wewe kula kwako. Tukule chini. One time brother. One time. Thank One you. time. Thank you. One time. Thank you. Akona machungu sana. Madhe. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Sasa mimi kitu naongelea, nilikuwa nafikiria rais anatuwekea hizi vitu ikuwe chini. Sasa imekuwa bottom up. Top. Imekuwa Bottom up. yes. Top. Kila kitu. Mafuta juu. Sukari juu. Maziwa juu. Chumvi. Kila kitu. Hadi chumvi imepanda. Kila kitu mpaka chumvi yenye ijawahi panda imepanda. Imepanda bana. Sasa wewe Samuel Ruto, imagine ulituambia mama mboga unakuja kutuona. Sasa hujawahi ona sisi. Hapana mboga. Hapana, hiyo mboga tutabeba. Sufuria tutabeba kwa kichwa. Asipo rudisha vitu chini, tutarudi uwanjani. Bunge power. Tutarudi uwanjani. Hivyo usiporudi uwanjani hivi urudishe vitu chini one time. Wewe utoke uwanjani tupate rais mwingine hata Matiang'i. Asante sana. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Kenani anaongea. Kweli. Fano wa Shabana na Fano Maniu. Fano wa Shabana, Fano wa Maniu. Ngosa liore. Fano wa Shabana na Maniu. Timu ni mbili. Timu ni mbili. Sasa first things first. Yeah. Olkalau elections ndio inakaribia. Kweli. Jubilee. Praying for the best for Jubilee. Alafu Wakenya tusipumbazwe. Kweli. Rais William Samoei Ruto. We are learned. Wakenya si wapumbavu. Of late tumekuwa visited na 3 different countries. Moja imekuwa viral, kila mtu amejua. The rest imeenda chini ya maji. Sasa hii ya tatu ndio inatuvisit, lakini hautaki tujue they are visiting us in the name of quarantine. France came. Yeah. They never told us the aim of coming. Australia came. They never told us the aim of coming. Now United States of America is coming in form of money. Rais, ungekuwa mzuri utuambie hii pesa unatumiwa ni ya kitu fulani, kuliko kutuambia pesa ni ya kutengeneza quarantine. Kenyans wenye tuko hapa, najua ni wachache labda unajua hii news. Kuna mineral imekuwa discovered Kilifi. Mahali penye France na visit. Kenyans, kupata Mkenya anajua France, French ama ni Portugal kitu kama hiyo. French. In 10 people utakosa hata moja hapa Kisii. In 100 utapata moja. Na huyo moja amejifunza kutokana na hii Lingala music we are listening here in our clubs. It's only taught in schools. But now the France president coming in our country. Yeah. It's because of the mineral. United States, they're coming because of the mineral. They are not coming. Bwana sisi si wajinga. Angalia, United States of America, they have their military training base in Kenya. Where is it located? Laikipia. Another one. Sasa imeshiftiwa iko nini? Iko Kilifi. Karibu na penye hiyo mineral iko. What are they trying to fool us? Na hiyo mineral iko kwa port. Wananyemelea mineral. Sasa hii wa Kenya tunapumbazwa, tuanze kugoma, kuandamana about nini? Quarantine. Sisi tunang'ang'ana kwa quarantine huku they are looting our resources. Ruto, wacha kupata mali on your own interest. Angalia kesho. Your sons, your daughters, kesho na kesho kutwa watakuwa na grandkids. Will they face us when you are doing this to us? I hope Kenyans, you are getting the context of quarantine coming to Kenya. Sisi inakuja kutibu wagonjwa, ndio itatufaidi. Mzazi wangu ama mzazi wako atapata na hiyo COVID 2026. Atapelekwa huko. But now, what about the resources we are having?
Some of us tunaanza familia, tutaambia nini watoto wetu? Sasa tunaona post wazazi wengine wakijenga manyumba, kinunua mashamba town, mzazi wako alikuwa na dance. Sasa tutakuwa tunasema nini? Wakati United States inachukua mineral zetu, tuko kwa barabara tunaandamana. What is that? Tutaeleza nini? Tutaeleza nini watoto wetu? Number 3, let me talk about hii shule ya utumishi girls. We appreciate about the technology. CCTV zimewekwa kila mahali. Tumeona the students wenye walisababisha hiyo commotion wali cause death. But sasa si kwa ubaya Kenyans. Chairman, hata pia we bunge power. Utakubali kwa bedroom ya msichana wako uweke CCTV? Hiyo ni uongo. Ni kama umeweka CCTV kwa bedroom, kwa msichana wako akiwa bafu. Nimeuliza tu, utakubali kuweka CCTV kwa nyumba penye mtoto wako analala? Hiyo ni kama unasema umeweka CCTV kwa bafu. CCTV ilikuwa inafanya nini kwa room ya madam? Kama hii kitu haikuwa planned, just come up with a good report what happened that night. Tuache kuegemea CCTV. Shadows. The incompetence mean interior security we have. You are giving us a wrong report. Just give us a right report tuambie this and this happened. Yes. This and this. Yes. Huyu na huyu alileta mafuta shule. Huyu akaleta kiberiti. Yes, ama kwa shule kulikuwa na wavuta bangi wakapata mafuta hata mahali fulani. They caused that. Sai AI inazaonyesha hata hii moshi inatokea. What are you, my friend? Bwana, Wakenya si wajinga bwana. Sasa wametanuka. Hata boys sisi high school bwana, nakumbuka tukiwa high school enzi zetu shule zilikuwa zinachomwa mbaya sana. But we never did that. We never did that. Kukaletwa CCTV shule zilikuwa zinawekwa tu kwa gate, walking way. Huyu nani anatembea? Huyu nani attacking? But bwana, kuweka CCTV kwa room ya wasichana bwana. Sasa mtoto wakianza kudalana, mtoto akianza mrukanga pale, somebody is watching the footage. Wasichana wanajua kuna mchezo wao. Tupelekeni vizuri, mtuambie this and this happened. Let me come home. Yeah. Let me come home. 045. 045. Yeah, man. Kisii. Gavana mwenye ako na jina ya wanyama, Simba Arati. Huyu ni tutam eh? Huyu ni one time. Tutam. Wewe ndio umesema. Unajua my friend here amesema Gala muwe na haki. Hawezi mupa haka. Angalia, yani hauoni tu ameanza kutengeneza Nubia. Mupa haka sisi wenyewe. Barabara okay, ni barabara ameanza kurekebisha, tukatai, we appreciate that. But also Simba pia na mimi mali penye na appreciate na kama ni wewe ulifanya hii, Mungu akubariki na urudi another 2 term. Ile shule nilikuwa napenda kupiga kelele sana. Kisii Comprehensive Primary School. At least sasa inaona imewekwa fence kamewekwa kadogo, miti imeanza kupandwa. Najua pale kutakuwa na view smart sana. Na tuendelee hivyo hivyo. Ukianza na schools, we appreciate that. I personally nitakukampainia. Lakini pia file ndio tuko nayo, lakini yaliondole si Peter bro. Yaliondole si Peter. Another thing. Now I'm going back to the village. Now I'm from home, I'm going to the village. Our MP, the Mzungu guy, Zahir Chanda. You are messing us. People in our village, they are not working. Vijana wanaamka walevi. The only thing wanaamka, from ya Mangata iko wapi? Waenda matanga uwapatie 200, jamaa lewe. Pombe ya 50 bob, jamaa melewa the whole day. Maanisha watu wakufe. People they are not, my constituency people are not working. We appreciate wakati watu wanapita. Alafu mnatudanganya na maragwe na mchele. Utakula maragwe na mchele uende ukunywe pombe? Bwana, uacha mchezo bwana. Hapana. Zahir Chanda, you are messing people. Hapana, atoke. Mama anakuja na haribu matanga. Akishaongea, akishatoa 200 watu wanamfuata. Zahir Chanda bwana, style up bwana. Wacha ku act like a village boy. You are a sharp boy. Be smart bwana. Wait. Kuna dawa yake. Na ukiendelea hivyo tutakula pesa, watu watakula pesa. Utasalimia mababu. Wakunyime kura bwana. Talk to people. Sikiza ground. Jua watu wanataka nini. Ukipatia mtu leo mchele na maragwe, kesho muongezee budget, badilisha diet. Tumia pesa yake sana. Acha weka pesa nyingine. Na hiyo pesa yenye unatumia hiyo bwana, kuja hapa town. Kuna potholes hapa town. This is your constituency. Rekebisha.
Create jobs for youth. Create jobs for youth. Yes. Wacha kukufuata. Yes. I always tell you like this, my first one, bro. Just don't give me money, bro. Show me how to make this money. Location is kuombe pesa. How to catch a fish. Location is kuombe do. Nionyeshe venye kesho nitatafuta pesa. Wewe unaniletea pesa leo? Tena yani wewe ombi lako ni kuomba matanga ipatikane, ukuje uharibu matanga. In the name of giving people tokens. Zahir Chanda style up na mfanye maendeleo. Pull up. Pull up. Huyo tam ni jamo. Zahir tam ni jamo. Hakuna cha pull up. Kama ni kupull up, kama unapatia watu 200, ongeza 300. Lakini tam ni jamo. Tam ni jamo. Aongeze. Yaani umesema Zahir Chanda tam ni jamo. Ni bele. Ngosa liore. Tam ni jamo. Hakuna venye utani convince unapatia watu mchele na maragwe na uwapatie mafuta, uwapatie chumvi. The only thing unapatia ni watemshe maragwe, watemshe mchele. Bro, we want a working guy. We want somebody who can compete with others. We want change bwana. My youth. Alafu Keumbu constituency, I'm coming if all goes well. Keumbu ward, yeah. I am coming if all goes well. I'm coming for you, bro. I'm coming. You are ready to support. I'm coming. Yeah, I'm coming. Mungu awabariki na Mungu abariki Kenya na Mungu abariki Kisii na Banda. Na kikao 055. Bunge Power. Mimi ni ule anaitwa Jensi Kisii. Mnawelewa? Wakati wa Jensi mimi ndio nilikuwa ule kiongozi hapa ndani hapa. Sasa leo ndio nimefika hapa. Mimi Kenya naenda kuongelea ni kitu inaitwa Ebola. Hii Ebola ndio sielewi sana. Wakati Ebola ilikuja walitangaza ati wataleta quarantine hapa Kisii. Hapa Kenya na Kirinyaga. Ni Kirinyaga ama ni? Nyanyuki Central. Hapo sikuwa nimelewa poa. Sasa kitu nauliza ndio hii. Kuna ile muktada waliweka na sometimes mnalaumu rais wetu huyu mkuu. Wewe tulia kwanza. Rais Ruto. Rais wangu Ruto. Huyo ndio kiongozi wa hii nchi. Kuna vitu zingine tunampiga sana na hii hatuelewi. Wakati tunaangalia wakati ile agreement ilikuwa ya World Health Organization. Hiyo kitu ni mtu tunafaa kulaumu ni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ile mkutano wenye waliandika Ruto hakukuwa. Ni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ya hili waliandika tutakuwa na ile uhusiano wa agreement, tutakuwa na quarantine hapa Kenya in case anything happen. Ndio maana sasa watu wanapinga Ruto sana. Na hiyo kitu sipo, watu waelewe hivi. Ngoja tulia niongee. Ngoja in case kitu happen. Tulia kwanza, in case kitu tulieni. Bunge Power. Kwa sababu ya nini tunasema hivi? Ruto msigonge sana. Yes ni one term. Yes hatujakataa. Ni Yes ni one term. Lakini kuna kitu yenye wananchi hawaelewi kwa sababu Uhuru ndiye waliagree na Obama ilikuwa 2015 na hiyo mkutano inaenda kuisha 2029. Tusimlaumu. Mimi Kenya ningeambia Ruto ni hii. Quarantine isikue Kenya. Kwa sababu ya nini wananchi wote wamekata? Kwa sababu sisi ndio nguvu. Tuko na uhuru na kukataa. Si watu wachache kukaa pale ati yetu tuandike hivi, hapana. Wewe kama Ruto, kale kapesa kaliingia 1.7 kameingia kwa pocket. Tafuta miradi yenye utafanyia hiyo pesa. Alafu wewe ingia chini ya maji. Soama saa 10. Kwa Kisii tunaingia soama saa 10. Kama saa 10. Kama ukiingia kwa miwa ndani, kwa masaku ndani, kwa mete ndani, sasa tulia. Sasa sema chini ya maji, ambia wabunge, ambia waingie kwa constituency, kila constituency. Tuko na constituency ngapi hapa Kenya? 290. Wabunge waingie pale. Waambie wananchi wao tokeni nje. Alafu ile pesa aweka kwa mfuko aseme sinaona wananchi wa Kenya wameshakataa. Sio mimi. Huyu kitu kingine nataka kusema hivi.
huyu Trump they are a superpower. Ndio mimi nashindwa ni aje hawezi weka they are a superpower, wawezi weka quarantine huko kwao. Waingia hata huko Atlantic Ocean karibu na maji, watengeneze quarantine pale kwa sababu wako na nguvu. Kwa sababu wako na nguvu ya kutosha. Mimi siele, angalia Kenya kuna fulus ama waingie China. Sisi hapa Kenya tumekataa mambo ya quarantine, mambo ya Ebola hatutaki. Kitu kingine kama si hivyo na hapa Kisii tutamuka na tutaandamana na tutaitisha maandamano hivi karibuni. Lakini naulizaje? Yes. Mbona hakuleta Kisii? Kisii kwa sababu anajua sisi kitu yetu ni ngumu. Kisii ni watu wa ngumu sana, hatuwezi kubali. Wacha niongelee katika kaunti yetu katika Simbarati. Home. Wacha kusema ni home. Simbarati amefanya kazi bro. Hata home. Hebu niambie ni convince. Tuambie hiyo mama. Sasa Simbarati anafanya kazi. Lakini wananchi wamesema ni two term, ni one term. Ama ni two term. Basi bunge la wananchi oye. Bunge la wananchi oye. Mnasemaje hapa Kisii ni Simbarati ni two term ama ni one term? Mimi niko kwa one term. Niambie kwa nini niko kwa one term? Ni convince niingie kwa two term. Mimi nani au mimi kitu moja tu nakwambia. Yes. Mimi kitu na nimeambia Simbarati siku mingi. Yes. Bana ukikula hata miwa Kisii Town hauna hata dustbin, waste bin ya kutupa. Ngoja. Hiyo vitu walisema wataleta na tumwachie. Ngoja Simbarati msimpige sana. Ngoja kuna mahali, ngoja hiyo ni maoni yangu. Kuna mahali yenye yako sawa na kuna mahali yenye hayuko sawa. So watu wananchi wa Kisii wamesema ni two term, kuna wengine wanasema ni one term. Lakini bunge la wananchi mnasema Simbarati ni wapi? Ni one term. Ni one term. Ama nyinyi hamkielewi? Amenunua matractors. Yes. Na ameanza kutengeneza Park Street. Yes. Kwa niaba ya kikao 45 ya Kisii Town. Na kupitia kwake tumepata sponsorship ya kutengeneza stadium. Hapo ni sawa. Ngoja. Lakini Simbarati ameenda miaka ngapi? Kwa niaba ya kikao tuachie hii miaka 10 basi tuone kama hajafanya. Kwa niaba ya kikao mimi nauliza hivi. Yes. Kuna mahali okay sawa tumpe percent ngapi? Huyu ara tumpe percent ngapi katika hapa Kisii? This year. Mimi wacha nimpe 50%. Nusu yake kwa sababu mwingine hajafanya. Kitu naangalia appeal tena. Hapa Kisii, allow me to challenge you bro. Ngoja kwanza utatalent, tulia kwanza. Hapa Kisii kuna wakati wengine tuliandamana wakati wa hizi post za stima. Hii post ya stima tuliandamana kidogo, wakakuja wakatudanganya kuna venye watafanya watakaokuja kureplace hizi post. Hizi post mimi kwa sasa niko na miaka 40 na hizi post iliwekwa kitambo sana. Hizi post tuliandamana hapa tukafukuza hii gari na baadaye wakatuambia 2 weeks wataweka post. Na hii post ilio mama wetu mmoja hapa wa Mtumba. Na ingine kaanguka hapa Nile. Tukawaambia hii post siweze kutengenezwa after 2 weeks. Mpaka saa hizi hawajatengeneza. Hii post zote siko karibu 30. Siweze kungolewa kata hapa Kisii. Wanaongoja mwingine akufe ndio wakuje warudishe. Mimi nawaambia hivi Kenya Power ya Kisii na Simbarati unielewe hivi. Hizi vitu hii miti itolewe iweke post nyingine mpya. Kwa sababu hatutaki vivo katika hapa Kisii tena. Tumeamua kuwa tulipoteza yule mama na hatutaki tupoteze mwingine na hivyo iendelee. Ama waende na stima tulete sola. Bunge la wananchi oye. Bunge la wananchi oye. Mimi ni ule jenzi wa Kisii na mimi ndakuja kusimama kiti cha hapa Kisii Central na naomba watu wangu mniweze kunifanyia nini? Muweze kunifutia. Muni support kabisa. Mimi ni mtetezi wa wanyonge. Hapa Kisii kitu kingine nataka kuangalia hivi. Kuangalia sasa hawa mama wenye wako hapa ndani, kuna hawa wafanyikazi wa Simbarati. Hawa wanaitwa ngaje? Bunge la wananchi wanaitwa Kanjo Gabi. Sielewi. Hawa Kanjo wananyanyasa wa mama wenye anajitafutia riziki yake.
hapa unafika wakati anawanyanyasa wanawake aje. Hapa anawanyanyasa. Ndio hata nikueleze kinza na wanyanyasa. Wanashika zile mboga, wanapeleka kwa magari, sio wanapeleka mabibi zao. Na huyo mama ni hivyo, na huyo mama maybe akona mgonjwa wapi? Nyumbani. Umesema wanashika wamama wanachukua mboga wanamwaga. Na hiyo kitu naambia Simba Arati. Ikifika kama muda wa 6:30 ama 6 PM, wacha wamama wawachwe watafute riziki yao, wauze mboga zao. Tusikue tuona mama ananyanyaswa hapa kwa sababu imefika saa 12. Wacha mama atafute. Msiwe hawa kanjo, msiwe kuwanyanyasa. Hiyo kitu tutakuja kuangalia na tuwafukuza. Wananchi bunge oye. Hivyo ni hivyo naongea. Asante sana Bwana Speaker kwa fursa hii. Bunge power. Bunge power. Sasa mimi ni Calvin Kamanda. I'm an activist from Igagusi. I don't have much to say but kwanza kabisa tunaomboleza bado wanafunzi ambao walichomekea kwenye bweni pale Utumishi Academy. Na kwanza kabisa mimi nina huzuni maradufu kwa sababu kitu ya kwanza ndio hao wanafunzi wako kwenye kesi, hao wanafunzi 6 ambao walihusika katika uchomaji wa hiyo kwa hiyo mkasa. Lakini serikali after ilipata hiyo information ilichukua dakika ngapi kurespond? Rescue team ilichukua dakika ngapi kurespond kwenda kusaidia watoto? Ya pili, zimamoto ilifika huko baada ya dakika ngapi? Ya mwenye alijenga hiyo dormitory, alipewa plan na nani? Mwenye alichora hiyo plan ya hiyo dom alikuwa nani? Kuna rules za kujenga dormitory na any engineer huyo engineer lazima angekuwa anafuata hizo rules. So tunataka tujue kama ni professional engineer ama alikuwa ni danda hivi. Hizo ndio vitu tunafaa kuangalia. Hizo milango zilikuwa zimetengenezwa very unprofessional. Ndio engineer afai kutengeneza hizo milango. Madirisha zilikuwa ndogo. Pili, huyo unaona bunge power. Bado kuna hiyo maneno ya hizo vitu za kuzima moto. Hizo safety hizo zilikuwa ngapi kwa hiyo domo? Unajua kuna vitu tuna ignore. Hizo extinguishers zilikuwa ngapi? That's why ninawaambia emergency hapo. Kwa hiyo fire extinguisher wanaweka CCTV kuona matako, wanakataa kuweka fire extinguisher. Waliweka CCTV. Watchman alikuwa wapi? Watchman alikuwa wapi? Na kuna drill. Unajua hiyo it's a rule. Mbona wako weka safety door bro? Ama ni engineer, I'm having my company here. Bado uko chini. Bado ya pili na government yako. Wamama, sasa hizi niliona bwana chairman hapa anatuambia eti rais amepeleka maneno Wajir kwa sababu kumekuwa na insecurities in Wajir hizo miaka zote, so ameamua kuleta. Kumekuwa na insecurities Wajir. Lakini sasa hizi insecurity imekuja town. Sasa insecurity imekuja town. Security ikaenda huko nje ushago interior. Sasa Nairobi unawawa mchana, visu unadungwa kisu unawawa, akina dada wanawawa, hakuna security in towns, hakuna security mahali penye like abduction iko rampant, hakuna security. Mnatudanganya huko tumeenda Wajir mmeka sijui nini hapo, wamama wanauawa, watoto wanaibiwa, wizi wa watoto imekuwa juu, na tutaongea maneno hadi lini? Hii Kenya tunafaa ikikuwa first world lazima pia security changie. Tukirudi hapa Kisii bana, kuna mwenye anasema Simba ni one term, na mimi nitaeleza hii. Kitu ya kwanza, kumekuwa na turn up ya wanafunzi wangapi kurudi shule. Education system imekuwa expensive. Simba ameanza kuwork 2026, tu anajua 2027 kuna election. Kuanzia achaguliwe, amefanya nini kwa hizo miaka zenye saizi venye ameanza hizo shughuli, inaweza convince tumuongeza another term. Simba hajawaka, saizi ndo anaanza kuwork, na niko sure ameanza kuwork sasa ndio atuomba another 5 years ndo amalizie kazi. We are watching you from a distance mzee. Now we will open that file of yours na utajua ujui. So another thing, Zahir kwa handout.
Zaire bana, hizo pesa zako. Saizi tunataka rule ikuje. Mbona serikali inakubali hawa wanasiasa kupeana pesa kiolela. Unajua hata saizi uwezi enda US uone hapa instead of creating jobs unapeana dhao. Anaharibu mchanga bana, sio pesa. Tunataka time yake mzae. Unaona sasa time ya handout ni outdated. Sisi kama Kenya tunataka change. We need a change. Tunataka job opportunities. Tunataka job. Vijana watoto hawaendi shule. Education system ni expensive. Wazazi wanang'ang'ana kupeleka watoto shule. Dawa ya Zaire ni gani? Virundu. Wewe anaenda huko. Saizi hata basari ipeanwi bana. Basari hadi MCA anapeana basari. Ya nini hadi chief anapeana basari? Pesa ipeanwe kwa CDF, ipeanwe kwa wanafunzi direct kwa mashule. Ndio nilikuwa naona. Asante sana kwa kunipa hii fursa. Unaona hapo kwa education, MP wote inafaa ende benchmarking ni ndio. Kwa nani? Anaitwa nani huyu jamaa? Unajua MP ndio amelala sana. Kwa tunalipa fee 500. Ogamba? Kuna huyu jamaa ukikuyu pia watu wanalipa fee 500. Wapi hapo? Ndini Nyoro. Yeah, and then benchmarking kwa Ndini Nyoro. Ndini Nyoro ongera. Alafu hapo Ndini Nyoro na huyu anaitwa nani? Huyu MP wa Salasia. Salasia. Babu Wino. Hata Kimani Chungwa amepiga kazi. Kimani Chungwa ameshapiga kazi. Watu waende benchmarking. Mambi wa Kisii waende kwa Wakikuyu wapige benchmarking. Ama tuweke Ndini Nyoro kwa president. Bado. Kwanza Ndini Nyoro bado hajamea meno zote. Hata kama na ndio maana saa hii ukiangalia mambo ya talanta, ndio maana unaona kuna Talanta Stadium. Ruto ameweka Talanta Stadium. Ngoja kwanza. Unaona sasa amejenga Wajir Stadium. Sasa hii Ruto anatujengea Gusii Stadium. Ukienda Homa Bay kuna ile Raila Odinga inaitwa Raila Odinga Stadium. Unaelewa? Zile ngoja kidogo. Ndio hii kwenye ilikuwa madaraka ndio ilikuwa inaitwa Wajir. Na imejengwa in less than 3 months. Haya. Na hiyo Wajir Stadium imewekwa maji na serve the locals. Unaelewa? So zile mastadium ulikuwa mnapiga Ruto akiwa deputy president ati amesema in 6 months tutaweka stadium. Ndio hizi ile wakati ni sawa lakini ile time ya Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa signatory. Huyu jamaa akiwa deputy president. So mtu mwenye kutakii vile Uhuru hakutaka Ruto akuwe president, angemsabotaji ile wakati anamwambia ndio uzeme stadium, alafu Uhuru atoi budget. Unaelewa? Sasa Ruto ndio rais, ametoa budget, unaona mastadi zinapanda hivi. Na tunasema aje? Ruto ni tambi mbili. Lakini kuna kitu nilikuwa nimesahau moja. Hata kujengea nyumba. Hata ajengea kila mtu kisi. Hapa Kenya nyumba. Sisi tunamtambua yeye ni one time. Sawa. Hiyo ni maoni yako na ni demokrasia. Ndio hiyo. Mimi nataka kuambia kitu ya mwisho na ni ya maana sana yenye President Ruto ndiye anafanya. Yenye mapresident wengine tangu Kenyatta, Moi na takataka nyingine. Nairobi. Kitu inaitwa Nairobi River. Na Nairobi sewerage system. Sasa hii Ruto ame-upgrade sewerage system ya Nairobi. Kidogo nimalize. Utanipinga? Ruto ana upgrade sewerage system ya Nairobi. Sewerage system ya Nairobi ikiundwa after 1963. Walikuwa na target population ya watu 1 million. Sasa hii Nairobi iko na over 5 million people. Meaning sewage iko overwhelmed. Unaelewa? Na ndio maana Nairobi River ni chafu because sewage ina flow Nairobi River. Ruto ndiye amekuja ku clean Nairobi River. Ruto ndiye amekuja kuweka sewerage system ya Nairobi after 1963. Yeye ndiye anajenga drainage system ya Nairobi. Niwaulize swali ya mwisho. Niwaulize swali nikienda. Hata umeuliza Uhuru wako na drainage. Nataka kuuliza. Aliona watu wakikufa ndiye akaanza kuunda drainage. Hizi vitu zote Ruto amefanya in 4 years. Uhuru Kenyatta alikuwa anapeleka wapi pesa yetu? In 10 years. Munijibu hiyo. Sasa wewe Uhuru ya unye. How can you compare Uhuru and Ruto? Ruto ako mbele. Ngoja mimi mwenyewe hata ukiona Uhuru ameenda for 10 years. Angalia president wetu huyu
ameenda 4 years. Na nyinyi hamuoni kanya amefanya. Sasa wewe. Sawa. Haya. Haya. In 4 years. Ngoja. In 4 years. Just wait. Chumvi itafika 100. Chumvi itafika 100. Wacha tuone hii finance inakuja. Unasema nini? My lord, ask me mic bro. Nasema hivi. Bunge wananchi oye. Kenya mimi nasema mimi nataka huyu president wangu Ruto, William Ruto. Hii mafuta yenye ilipanda wacha ipande kabisa. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia saizi wadosi hawa wako na magari. Wananunua gari ya 13 million. Lakini kuweka lita moja 250 wana complain. Kwa nini wana complain? Ukiangalia mtu anaweka Nissan ya 4 million. Moja 4 million. Alafu kuweka lita moja ya 250. Ngoja 250 ngoja unalilia. Ngoja unalilia. Wacha weke mafuta hata 500 mtu ananunua gari ngapi? 13 million. 4 million. Tajiri wote wacha president wetu afanye kazi kwa hiyo miaka yote. Hii tumemwekea. Ona Miche inasema nyota ilizima. Nimeona watu fulani nyota leo wamepiga biashara wanaendelea kuinuka. Hakuna biashara yenye inaendelea. Kumekuwa na Nipe moja nioshe. Akaenda msichana kwa room ikaisha. Nipe moja nioshe. kijana mmoja Nioshe. hapa bana anatengeneza masimu. Okay. Alafu another thing to Simbarati. Simbarati pia inafaa uende benchmarking. Acha nikupe homework Simbarati. Kuna counties hapa Kenya. Mayouth wamepewa platform ya unaweza anza business bila kulipia kanjo. Once you are a youth. Ukisha work for certain period of time unaanza kuilipia. Simba, please talk to your boys. Wanatuharas hapa town. Jutu mtu ameona nimevaa reflector imeandikwa jina langu kampuni yangu. Mtu ananiharas, ananiambia kijana uko na kampuni, you are making money. Ananiharas. Talk to these people bwana. We are just beginners. We are starting. We are trying to employ ourselves. There's no job. You nimejiemploy my 10 boys that are working. Wanauliza tajiri wenu ni nani atinge ule pale. So they are coming to me. You seen a license, they want to harass me. Talk to your boys maze, benchmark other counties how they are doing bwana. Mayouth tusishinda hapa tukiomba bwana. Ndio hiyo. Ya mwisho Bunge Power. Ya mwisho nilikuwa nataka kuchangia kusema those leaders wenye wako against na sisi hapa Kisii, wale MPs wale tunawajua nyinyi, wewe nyinyi. One time. Tunawajua nyinyi, mko karibu 3, 4, 5 hivi. Tunawatambua sisi watatu hivi. Wacha watoke karibu wote. Hapana. Wote watakuwa one time. Watatu tunawatambua. Wengine wanafanya wako na ile China nyingine sio inaitwa UUU. Hao tunawatambua. UUU. Tunawaomba msianze kuleta chaos kila mahali, mnaleta chaos kila mahali. Juu ya hiyo kukuworship, tunamworship, si mnaworship nini? Sisi tumesema hapa Kisii very clear. Anybody mwenye atago against Jubilee na UBA. Huyu hiyo itakuwa atakuwa sijui nitafanya. UDA ama UDA msalioni. Jubilee na UDA. UPA. UPA. Kuna UDA inaitwa UPA. United Progressive Alliance. UPA. Ya Dr. Fred Okengo. Ndio hiyo. Nilikuwa nasema. Ndio hiyo ndio nilikuwa naambia wasee. Hiyo chama ndio hapa Kisii. Sisi wenyewe hapa Kisii. Tuko na candidate wetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Producer wenyewe producer bana. Sawa. Okay, ngoja nimalizie na mimi nikisema hivi. Bunge Power. Bunge Power. Mimi kwa kuangalia hivi opposition hapa tuko na presidential candidates wako kama wa6. Hao wa6 mimi nawaomba hivi karibuni mkiende mkikaa mtupe presidential candidate mmoja. Na la sivyo Ruto. Mnaelewa mambo ya Ruto. Ruto ni skima. Hakuna. Ngoja, Ruto ni skima. Ngoja sawa liba. Ruto ni skima. Sasa hii tunataka mapema watuambie ni nini wanataka kuja kufanyia Wakenya au opposition na watupe president mmoja. Hatusemi mapema. Wakiwata kuwape president mmoja saa hii. Ngoja saa hizi ndio time. Sasa hatujui ni nani. Sasa wanataka tuko na Fred Okengo Matiang'i,
tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na nani tena? Tuko na Martha Karua. Hao wote wakina Martha Karua. Mimi naomba nyinyi mkienda kukaa, tafadhalini, kama mnataka mshinde, kama tunataka sisi wa Kenya tushinde, chagua president candidate mwenye anapiga kazi, na huyo president candidate na sisi wa Kenya wote wameshampenda, na mimi nikiwa mmoja wao. Lakini mconvince mimi kabisa, na kiwa mmoja wao wachague Fred Okengo Matiang'i. Na wakichagua Fred Okengo Matiang'i, wampe maybe kutoka Mount Kenya mmoja, maybe watoe Ndindi Nyoro. Mimi ni maoni yangu, watoe Ndindi Nyoro na wengine wafuate kutoka nyuma. Kalonzo Musyoka, mimi naomba yeye wanasema ni watermelon. Yeye kama ni watermelon, mimi nataka wakikaa wakipanga serikali ya hii serikali yenye inakuja, wampe prime minister. President candidate wape Fred Okengo Matiang'i followed by the Ndindi Nyoro, na hizo wengine wafuate, na ili ndio maana tutaweza kushinda huyu president wangu. La si hivyo, president wangu huyu asubuhi na mapema atawafagia mbaya sana. Sio huyu. Tunakungoja. Aye. Unge power. Kitu nimesahau. Nimesahau hii Ebola inaletwa Kenya. Sasa imefanya kama ile wakati tulipewa ile ugonjwa ilikuwa inaitwaje? Corona. Corona ile ilikuwa lini? Corona gani? Ilikuwa lini? Corona ilikuwa lini? Sasa ilikuwa lini? Ebola ndio ya uongo wewe. Ebola imetoka Corona ni ukweli. Ile Corona ni ukweli. Na Ebola unatoa damu kwa mdomo, opening body. Unatoa damu. So hii Ebola ni ukweli. Mwambie mimi naomba ngoja mbona mnaambiwa pesa mucha muleta hiyo hapo watu waseme unajenga ati hospitali ya Ebola. Kwa nini ukubali? Mimi nakubali kwa sababu sema vizuri, hakuna Ebola Kenya. Sema hakuna Ebola Kenya. Say no Ebola. 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 Haya. Nimemaliza. Haya. Maliza.